Huu mtaro uliochimbwa hapa Spencon umeelekezwa maji mtaa wetu tangia saa 11 hatujalala. Ina maana maji mengi yameingia ndani, yameharibu vitu vyetu. Na huu mtaro maji yalikuwa yameelekezwa kwenda huku chini Rau. Sasa hivi wameufunga uelekee kwenye makazi yetu. Tunaomba serikali itusaidie kwa sababu sisi tunapata adha pamoja na watoto wetu. Watoto hawalali, sisi wenyewe hatulali, tuna wasiwasi. Na mvua imetangazwa kwamba inaendelea. Kwa ina maana sisi kuanzia sasa hivi hatujui tuelekee wapi na hatujui kwamba tutalala wapi siku ya leo. Tunaomba serikali itusaidie, na huyu mkandarasi aliyefanya hii kazi tunaomba aelekeze maji mtoni ili tuweze kulala kwa raha, kwa sababu eneo tulilonalo halina shida yoyote, ila tatizo ni kubwa ni haya maji waliotuelekeza kwetu. Sisi tuna shida kubwa sana ya maji ambayo yanatusumbua katika eneo letu, yanayosababishwa na mkandarasi aliyejenga barabara. Changamoto ya maji haya tumesharipoti kwenye vyombo vingi vya habari kwa sababu mitaro imeelekezwa kwenye makazi. Mkandarasi huyu hakuwa amefikiria kwamba baada ya wakati amepewa kazi ya kutengeneza barabara maji yaende wapi. Na kila anapohojiwa majibu yake yanakuwa mepesi, isipokuwa watu wanaathirika. Na tumeona sasa kama leo wananchi wametoka, wamefunga barabara, wanajaribu kufunga makalafati, maji yana sehemu ya kuelekea. Tulishauri serikali kwamba kwa sababu ya jiografia ya eneo letu, maji yaende katika mto Rau kupita katikati ya pembeni ya Spencon yafike mtoni, na kule mwanzo pia Spencon pachibwe mtaro mwingine ene mtoni, kwa sababu makalafati yaliyokuwa katika barabara ya Spencon yako chini, na tatizo kubwa ni kwamba lazima makalafati haya yakija maji yanaenda kwenye makazi. Sasa amechimba mtaro ambao umeishia katikati ya hujafika mtoni. Maji yanapovuka yote yanaenda katika nyumba za watu. Watu wameharibiwa vitu vyao, na sasa tunaiomba serikali iweze kutuangalia namna ya kuweza kupeleka maji mtoni ili tuweze kuwa salama. Limetokea hapa kwetu, mafuriko yameingia kwa wananchi wa kitongoji cha Bogini Juu. Chanzo barabara yetu inatengenezwa, sisi tulielekeza, mkandarasi alielekezwa na mkuu wa wilaya, haya maji mtaro anadabua hapa ufike kwenye mto Njoro. Lakini mkandarasi hajatimiza hilo, na wameziba sehemu maji yanapogawanyikia yasigawanyike yaende sehemu moja, wakati kule ambapo hajafikisha ule mtaro kutema haya maji mto Njoro. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kaya kama 30 zimeingia maji. Kwa hiyo tatizo sio kwamba kudabua hii makalavati. Tatizo ni mkandarasi kufikisha mtaro kuelekea mto Njoro. Kwa hiyo ndio umeleta madhara haya. Tunazo mvua ambazo zinaendelea ndani ya wilaya yetu ya Moshi, na mvua hizi pia zimetuletea changamoto kwenye baadhi ya maeneo yetu, kwa sababu maeneo mengi ambayo yako huku mabondeni yanapokea maji mengi sana kutoka maeneo ya mlimani, na yanaposhuka huku chini ndiko ambako tunapata changamoto. Hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, wapo baadhi ya wananchi ambao wanapatikana katika ile eneo pale la Spencon. Asubuhi walikuwa wamefunga barabara, na kwa uelewa wao walizani wakati tunaendelea kutengeneza barabara kuna sehemu ambayo tumefunga maji ambayo yanaingia kwenye ule mtaro, kwa sababu bado ni mbichi na tunaendelea kutengeneza barabara. Walidhani kwamba maji yale ambayo tumeyaelekeza kuja kwenye mto Njoro ndio ambayo yamekuja kuleta changamoto katika maeneo yao haya. Lakini tulipita wote, tukaenda nao wananchi mpaka kule chini, tumeona kwamba maji yale sio tu ambayo yanatokana na ile eneo ambayo tumefanya uchepushaji, bali pia ni maji ambayo yanatoka maeneo ya kule juu mlimani, ndio ambayo yamekwenda kuoverflow kwenye mashamba na kuja kuleta changamoto katika maeneo ya huku chini. Kwa hilo nalo tumekubaliana na wananchi, na tumetoa maelekezo kwa wenzetu wa TARURA ambao wanatekeleza ujenzi wa barabara hii ya Spencon Mabogini kilomita 31. Hizi kilomita 1.2 ambazo tunatekeleza ndani ya kipindi cha siku 2, umetueleza wanaweza wakawa wameshamaliza kutengeneza ule mfereji na kuyaachia maji ili yaweze kugawanyika, mengine yao yanashuka chini kwenye mfereji na mengine machache ndio yanakuja kuingia huku. Kwa hilo tumelimaliza. Lakini jambo la pili, ipo changamoto ambayo maji yanatoka kwenye mto Njoro, yana overflow, yanapita juu ya mto, yanakuja kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo tumepita, tumeangalia athari na tunaendelea kufanya tathmini, na tumeacha hapo kamati ya maafa ya kata ikiendelea kufanya hiyo tathmini. Lakini pia tumekwenda na watu wa bonde la mto Pangani, na tumewaacha wako hapo wanaendelea kufanya tathmini ili kuinua tuta ambalo linapakanisha kati ya wananchi pamoja na mto Njoro ili kupunguza athari. Tukiinua ile tuta, tunaamini athari za maji kuja katika maeneo haya ya wananchi zitapungua kwa kiasi kikubwa sana. Tumeendelea kuwapa tahadhari wananchi wale ambao wanaishi katika maeneo ya hatarishi wasikae katika maeneo hayo, kwa sababu kwa taarifa ambazo tumeendelea kuzipokea
kutoka katika mamlaka ya hali ya hewa, bado mvua tuko nazo na zitaendelea kunyesha. Kwa wananchi wanatakiwa kuendelea kuchukua tahadhari, wakati serikali pia ikiendelea kuchukua hatua za haraka sana kupunguza athari hizo ambazo zinaweza zikaendelea kujitokeza katika maeneo yetu haya. Cuthbert Kwayu, kaimu meneja TARURA wilaya ya Moshi. Kuna malalamiko ambayo yalitokea kuwa mkandarasi ameziba mifereji na maji yale kuelekea kwa wananchi. Mfereji ule haujazibwa, bali baada ya kutembea na kuangalia athari ambayo imetokea kwa wananchi, na tukagundua pia kuna mto ambao unaitwa mto Njoro. Mto Njoro huo maji yalikuwa mengi, na baada ya maji kuwa mengi yale maji yaka overflow na kuingia kwenye makazi ya wananchi. Tayari tushatembelea maeneo mbalimbali katika wilaya yetu ya Moshi. Kuna mifereji mingi ilikuwa imeziba, kama kuna barabara ya Kiboroni shule ilikuwa imeziba na maji yalikuwa yanapita juu, lakini tushaweka mtu wa kusafisha ile mifereji na sasa maji yanapita. Pia kuna barabara ya Tombos na yenyewe culvert liko limeziba na pia tumeshasafisha kwa maji yanapita pia. Kuna barabara nyingine ya Shanti na bado tunaendelea kupitia na kufanya tathmini maeneo mbalimbali yaliyoathirika na kuangalia kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya ili kuweza kuondoa hiyo athari ambayo inaweza katokea.